kwamba swala la Msigwa kwamba anakiataki chama, nafikiri Msigwa sio mwanachadema. Msigwa ni CCM na kazi ya CCM ni ili uonekane kwamba umekuwa imara na kweli umehamia CCM kutoka upinzani. Wajibu mkubwa unaokupa ni kukisema vibaya chama ulichotoka. Kwa hiyo mimi naona Msigwa anachokifanya nafikiri ni wajibu wake aliopewa kwenye chama chake, na hautuathiri chochote, kwa sababu najua kila mmoja akimsikia anajua kabisa kwamba Msigwa anatekeleza kazi yake, kwa sababu ndio kazi alionayo upande wa CCM. Kwa hiyo hatuoni athari yoyote kutoka kwa Msigwa. Lakini kutokana na swali la Makala kuzungumza kwamba Chadema wanaleta Ebola na Mpox, nafikiri Makala ni kiongozi mkubwa sana katika jamii ya Watanzania. Ukiachia tu kwamba ni katibu mwenezi wa CCM, amekuwa mbunge, lakini pia Makala amekuwa mkuu wa mkoa katika taifa hili. Kwa hiyo mimi sioni kama Makala unaweza kusema ni mjinga kwa kiwango fulani, lakini ukweli ni kwamba Makala ameonyesha udhaifu wa hali ya juu sana, na nilitegemea kwamba serikali ya CCM ingeweza kumwajibisha mtu kama huyu, lakini kwa sababu serikali hii ya CCM imekuwa na watu ambao, au CCM imekuwa na viongozi ambao hawana uadilifu, inawezekana wanaona kama amefanya kitu kizuri sana, lakini ukweli nilitegemea hata serikali ingeweza kumchukulia hatua, sababu huyo ni gaidi. Kwa kiwango, kwa lugha nyingine, Makala kwa lugha aliyoitumia ni gaidi, kwa sababu kuleta Mpox na Ebola tafsiri yake ni kwamba hilo ni shambulio la kigaidi. Na mimi nilikuwa najiuliza kwamba serikali ilipasha kumuuliza wamenunua mara ngapi hiyo virusi na wamevitumia wapi, na ni duka gani wamewahi kuvinunua, vinapatikana nchi gani? Hayo ni maswali ambayo ilipasha wamuulize Makala, lakini kwa sababu wanaona ni mwenzao, hata kiongea ujinga hawana muda wa kumhoji. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba Makala alichokizungumza alipaswa kukamatwa, alipaswa kuwa gerezani sasa hivi, lakini alipaswa kufukuzwa nafasi hiyo ya uenezi. Kama chama kilikuwa ni chama kisafi, ni chama ambacho kinalinda maadili ya viongozi wao, Makala ni mwenezi wa chama kinachoongoza nchi, alipaswa kuwa mstari wa mbele kueleza mambo ya msingi kabisa kwenye taifa hili, lakini anaongea mambo ya kijinga kwenye mikutano ya hadhara ambayo kwa kweli kila mmoja ameona kabisa kwamba Makala hakustahili kabisa kuwepo kwenye ile nafasi. Leo hiyo anamkamata mtu ambaye anataka reformu ya uchaguzi badala ya kumkamata mtu ambaye anazungumza mambo ya kigaidi katika taifa hii. Taifa, ndugu mwandishi wa habari, hata kulizungumza tunashindwa kuelewa tuzungumze nini, kwa sababu mambo yanayotokea ni ya hovyo, lakini hakuna mtu anayechukua hatua. Tunaamini kabisa kwamba Tundu Lissu anachukuliwa hatua kwa sababu amekuwa tishio kwenye utawala wa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwenye uchaguzi, kwamba tukiingia kwenye uchaguzi Mama Samia hayupo, hakuna mtu ambaye anaweza kushindana na Tundu Lissu. Ingia kwenye uchaguzi watashindwa, na ndio maana wanamwataki, wanamweka ndani, lakini naamini kwamba siku inakuja na mambo yatakuwa sawa.